Habari ya uzima ndugu zangu, na wasalimu kwa jina kuu, kwa jina lote, jina la Mwenyezi Mungu. Inabidi mfahamu vyakula vya madini aina mbili ambayo inahitajika kila siku yaingize kama unafanya mazoezi. Inabidi kila siku. Sitataja protini wala wanga. Ila kuna vyakula vya muhimu sana pia vinahitajika watu wavitaje, ambavyo ni magnesium na calcium. Kwa nini magnesium na calcium nimetaja madini? Ndio kila siku unakula, mtu unayefanya mazoezi, mtu yoyote unayefanya mazoezi. Kwa sababu gani? Magnesium inahusika katika kufanya misuli irelax, ivutike. Unapokuwa unafanya mazoezi, ukifanya hivi, ukiona nyanyua chuma, ukifanya hivi, misuli ina relax, unaachia. Kwa hiyo hapo inatumika ni magnesium. Ukirudisha msuli hivi, unapokaza hivi, ina contract, kukaza. Ina madini yanayotumika hapa yanafanya kazi hiyo ni calcium. Umeona? Kwa madini ambayo yanasaidia kwenye contraction, relaxation na contraction of muscles ni magnesium na calcium. Unapokuwa unanyanyua chuma, ukinyevuta hivi ukaweka hapa, una contract. Madini gani yanafanya kazi? Calcium. Ina maana kama yanafanya kazi, ina maana yanatumika, yanapotea. Kwa inabidi uyaingize kila siku sana. Ninatajia kiasi gani inachotakiwa kwa siku, wala usijali, nitaeleza vyote. Na magnesium unafanya hivi na relax, pia magnesium inatumika pia. Kwa inabidi uingize kila siku pia. Na mazoezi yanamaliza madini haya makubwa sana ya magnesium na calcium sana yanamaliza. Na ndio maana watu wanafanya mazoezi wengi wanapata matatizo ya mishipa, msuli kukaza, maumivu ya mgongo kwa sababu ya mapungufu ya madini haya. Hawafahamu, wanapiga tizi, hawafahamu. Follow page yetu, sisi tunauza gym protein powder supplement, tunazitoa na pia tunatoa ushauri wa afya kwa bodybuilder, kwa jamii na wasanii wote pia. Kwa magnesium, kwanza magnesium ndio ufahamu magnesium inapatikana wapi. Magnesium kwanza bidi ufahamu magnesium ni ina rangi gani. Magnesium kwanza ina rangi ya kijani. Umenisikia? Magnesium ina rangi ya kijani. Unapoona mboga za majani za kijani kwa sababu ya madini ya magnesium ndio inaipa mboga za majani rangi ya kijani. Kwa mboga za majani karibu zote zina magnesium. Yote inabidi na kijani. Mboga za majani ukiona mimea inapoteza rangi ya kijani, inaanza kuwa ya njano, ni kwa sababu inapoteza magnesium. Magnesium ndio imejaa kwenye kitu, kwenye chlorophyll. Chlorophyll ni ile rangi ya mimea, inatokana na magnesium. Umeona? Kwa mboga za majani karibu zote zina magnesium. Nitawatajia kiwango cha kiasi gani inabidi kule kwa siku. Kwa siku inabidi ule bakuli. Kwanza kwa siku unatakiwa ule magnesium uingize ndani magnesium kwa mwili sana miligramu 400 mpaka 450. Hii ni sawa sawa na kula. Kwa mfano bakuli moja lile la nyumbani, tunakula bakuli letu sasa za kiganja, inakaribia miligramu 200 mpaka miligramu 250. Kwa 400 mpaka 450 kwa siku unatakiwa mtu anayefanya mazoezi upate bakuli 2 za mboga za majani kila siku isipite, kwa ajili ya magnesium, kwa ajili ya relaxation, muscles zote za mwili zinazoachia kurelax. Ukiacha hivi na contract, unatumia calcium hivi magnesium. Umeona? Kwa siku unahitaji ule bakuli 2 mpaka 3, zisipungue 2. 3 kiongeza ni ya ziada, ila ambayo inatakiwa iko recommended au inaitwa RDA, recommended daily amount. Kiwango ambacho sahihi kinahitajika kila siku taalamu ni bakuli 2, ambapo sasa miligramu 400 mpaka 450. Kuongeza 3 ni vizuri, lakini hapa mwisho. Na bakuli 2 mpaka bakuli 3. Kiwango bakuli 2. Chakula ambacho inapatikana magnesium nishaambia, magnesium inapatikana karibu mboga za majani zote za magnesium, kwa sababu magnesium ni rangi ya kijani na mboga za majani nyingi za kijani. Yes, hapo kwa upande wa magnesium kwenye kurelax muscles, relax. Na kwenye calcium kwanza madini ya calcium ndio yanahitajika kwenye contraction, kwa msuli kukaza. Unapokuwa una relax hivi unakaza. Kwa madini ya calcium ni madini ambayo kwanza yanahitajika yanapatikana kwa mwili, kwenye mwili madini mengi kuliko yote yanapatikana kwa mwili ni calcium, kwa sababu calcium ndio inayojenga pia mifupa, meno pamoja na kucha. Umeona? Kucha ni mwendelezo mifupa, ni calcium. Kwa hiyo madini yanayopatikana kwa wingi kuliko madini yote ndani ya mwili wa binadamu yanapatikana kwa wingi ni calcium. Umeona? Yes, kwa hiyo calcium inahitajika kwa wingi sana. Kwa siku inahitajika kiasi gani cha calcium kwenye mwili ili iweze kusaidia kwenye kukaza kwa misuli na kutanuka, relaxation na contraction. Kwa siku calcium inahitajika kwenye mwili wa binadamu ni miligramu 1200 mg. Miligramu 1200 ni sawa sawa na kula kiasi gani cha calcium. Umeona? Na pia miligramu 1200, vyakula ambavyo vinapatikana calcium kwa wingi ni kama vile bamia. Ukila samaki yana calcium. Protini ile ina calcium. Sema ni kwa sababu unakula samaki
unatafuna vile kwa mfano samaki wale wadogo wadogo unaweza kutafuna vile vimifupa. Vile mifupa unayotafuna ya samaki midogo ambao unaweza kwa unaitafuna, ile ndio ina calcium. Lakini samaki mwenyewe nyama yake ile ina calcium. Samaki ana mifupa ambayo ukitafuna hata kichwa ukakila chote unapata calcium kwenye mifupa. Kwa bamia, samaki, dagaa pia, ukila dagaa pia unapata calcium kutokana na dagaa na mifupa vidogo vidogo. Ukila prawns ndio prawns wana calcium nyingi, si mchezo. Prawns inamaanisha wale uduvi pweza wanauza mitaani wale. Angalau upate fungu 2 kwa siku. Ukipata hata moja muendelezo ni vizuri. Prawns unakupa calcium nyingi sana. Na pia rangi ya calcium, madini ya calcium huwa na asili ya kuwa na rangi nyeupe. Na ndio maana meno ni meupe, sababu madini ya calcium. Kucha ni nyeupe, unaiona kucha hizi. Na pia hata mifupa ndani ya huyo binadamu, mifupa yote ni meupe. Kwa sababu madini ya calcium ndio yanayapa rangi hiyo nyeupe. Mifupa ndani ya mwili, kucha na meno. Na ndio madini ya calcium yanahusika kwenye kutanuka na kusinyaka kwa mishipa unapokuwa unapiga tizi gym. Kwa watu wa mazoezi wanahitaji wale magnesium na calcium kwa wingi kila siku, sio ombi. Umenisikia? Na vyakula vya calcium nilivyowaambia ni hivyo hapo: dagaa, prawns au uduvi. Uduvi ndio balaa. Uduvi wale au prawns wale pweza wanauza uduvi. I say wale kwanza ukitafuna hivi nje wanalia kwa ndani kwa. Yaani wale nje ni exoskeleton, wale kwamba wana mifupa nje na ndani. Kwa wale uduvi wana calcium nyingi, si mchezo. Umeona? Kwa watu ambao hawawezi kula hivi vitu au wanakuwa hawana uwezo wa kuvifikia hivyo vitu kirahisi, ningeshauri vizuri wafike 4How International Clinic, ambapo hapa tuna calcium kabisa ya vidonge, ambayo calcium hii inatokana na chakula, food source supplement. Yani ni supplement ambayo tunaziuza inatokana na chakula kabisa. Unapata calcium ya kutosha, ambapo vinakuwa viko vidonge 60 na kila kidonge kimoja kina miligramu 1200. Umenisikia? Miligramu 1200 kwa bamia. Ndio sana kula bamia kiasi gani kwa siku? Ndio sana kula bamia bakuli 5 mpaka 4 kwa siku. 5 mpaka 4. Umeona? Kwa sababu bakuli moja na miligramu 250. 200 mpaka 250. Umeona? Kwa 200 mara 5 ni 1000 na karibia hii hapa. Kwa bakuli 5 mpaka 4 kwa siku ndio zinakupa calcium ya miligramu 1200. Umeona? Unaweza kama ukapiga asubuhi 2, asubuhi jioni 2 nyingine. Inahitaji muendelezo, consistency iendelee. Umeona? Kwa madini ya muhimu ambayo inahitajika kila siku mfanya mazoezi yoyote yale uyaingize, ambao hawaongelea wayataji, ni magnesium na calcium. Inahitajika kila siku. Yes, na calcium supplement zipo, ukizitaka sisi tunapatikana 4How International Clinic. Nipigie kwa namba hii hapa, Dr. Chris. Ni tiba za Wajapani na Wachina. Na pia kuna sehemu nyingine ambayo mimi nipo nashirikiana nao, natoa ushauri kama daktari pia, inaitwa Da Free Market. Floor ya kwanza, floor ya pili tunatoa gym protein powder supplements kwa ajili ya kujenga na kujaza mwili pamoja na kukata mwili, na tunatoa na ushauri na tunapima uzito na urefu, kwa sababu uzito ukizidi ni kilo na uzito ukipungua sana pia ni kilo. Ndio ndugu yangu, naitwa Dr. Chris. Sijui mpaka hapo una swali lingine, weka comment chini, follow page yangu, tuendelee kusaidia jamii. Asante sana. Mungu awabariki wote na Mungu atubariki wote pia, kwa sababu mpaka tunavyoishi hapo tunahitaji bado baraka za Mwenyezi Mungu. Amina, amina.